Yeah, karibuni darasani. Hii ni stitch ya mkono. Sawa, tunaenda kuisuka nywele hii ya mkono vizuri sana bila kuongezea rasta, bila kuongezea chochote. Ni kwa kutumia tu nywele ya mteja wetu. Tutaanza kukata mstari, nategemea na wewe sasa unataka mistari yako leo iende vipi. Sawa? Kama utahitaji kama mimi kuanzia tu ya kwanza mpaka ya mwisho, angalia picha jinsi gani mistari yangu imeenda, angalia video then fanya mazoezi. Baada ya kukata mstari, nitakata nywele yangu kidogo sana upande wa mbele. Hii hapa nitaigawa mara 3 hivi. Hivi umeona hivi nilivyogawa mara 3. Alafu hii moja nitaiachilia. Kwa hiyo nitaanza kusuka hizi mbili, ya kwanza, ya pili. Baada hapo nitachukua nywele yangu ile ya 3. Hii hapa. Alafu nitasuka tena ya kwanza, ya pili. Nitaenda tena kuongezea nywele ya mteja wangu hii. Sawa, ya kwanza, ya pili. Nitakwenda tena kuongezea nywele ya mteja wangu hivi. Sawa? Utasuka tena mara ya kwanza, mara ya pili, utaongezea nywele ya mteja wako. Na kama ambavyo unaona nywele yangu nachota na mkono wa kulia, alafu naibana na mkono wangu wa kushoto ndo naisuka. Nadhani utaweza kuangalia hii video kwa umakini ili kama kuna sehemu inakusumbua basi utaniambia. Sawa? Nasuka mara ya kwanza, mara ya pili, naongeza nywele. Unaona hapo katikati palipogawanyika. Naongeza tena nywele ya mteja wangu hivi. Tunaelewana? Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nitakuwa nasuka mara ya kwanza, mara ya pili, naongeza nywele ya mteja wangu. Lazima nitumie step hizi kwa sababu natakuwa nisuke mpaka mwisho wa mstari wangu unapoishia. Sawa? Ingekuwa tunaongezea rasta ungeona kuna utofauti, lakini hapa hatuongezi rasta, hatuongezi kitu chochote kile. Kama utakuwa una swali na chochote basi niandikie kwenye comment. Jambo la kuzingatia, unapoongeza nywele ya mteja suka mara ya kwanza, mara ya pili, ongeza tena nywele ya mteja. Usije ukaruka hatua hata moja kwa sababu ukiruka utajikuta labda umesuka mara 3, hujaongeza nywele. Alafu ile nywele ya mteja tayari imesha kuwa ni kama ipo nyuma. Kwa hiyo ukiongeza kazi yako haiwezi kuwa smart. Na unapoongeza nywele, ongeza nywele kidogo kidogo. Usiongeze nywele nyingi sana. Sawa, umeona sisi tunavyoongeza kidogo kidogo. Na umeona mistari yetu ilivyonyooka na ilivyo membamba tu vizuri. Kwa hiyo sio lazima kila siku msuke mteja nywele ya rasta. Kuna wakati mwingine mtu anataka nywele yake tu ya kutulia, nywele nzuri lakini ya kuvalia wigi. Umevaa wigi lakini kuna muda unajisikia utoe tu utembee hivyo hivyo. Yes, hii ni moja kati ya nywele nzuri. Kwa wale ambao mnahitaji kusuka pia karibuni sana. Sisi tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo hapa ambazo unaziona kwenye screen. Jambo lingine ambalo nataka nikusisitize kwa wale ambao unatamani kujiunga na mafundisho yetu, karibuni sana katika chuo chetu cha urembo na ususi. Chuo kimesajiliwa, tunafundisha kusuka nywele aina zote. Kwa wale ambao mnatamani kwa mfano kujifunza nywele za mikono, kusuka nywele zote, kufanya makeup, kupamba maharusi, kubana bridal style, yani kusuka nywele aina zote na masuala ya makeup, ada yake ni 300 kwa miezi 3. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kusoma kozi nzima ya saluni, ada yake ni 600 kwa muda wa miezi 4. Namba na maelezo zaidi, namba zetu ni hizo ambazo unaziona kwenye screen. Kama utakuwa na swali na chochote basi karibuni sana. Kuna wale ambao tayari mmekwisha kujifunza kwa sababu sisi kupitia channel yetu hii ya YouTube kila siku tutakufundisha kitu kipya. Lakini utataka uwe kwenye group letu ili tu ukifanya mazoezi uweze kutuma ile feedback yako, utalipia shilingi 12,000. Kwa maelezo zaidi namba ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Karibuni sana. Baada ya kuisuka nywele yangu mpaka mwishoni, nitaisuka mpaka mwishoni, yani mpaka zile malaika za mwisho, alafu ndio nitakwenda kusuka mkia wangu. Kuna wale ambao mnamsuka mteja afu unaiacha mikia imeishia njiani na kaa juu kama inaelea. Naomba tuwe serious kidogo. Hii ni kazi kama ambavyo zilivyo kazi nyingine, basi unapoamua kuifanya hii kazi ifanye kwa weledi lakini kwa respect ya hali ya juu. Usifanye tu kwa sababu unatakiwa kufanya, hapana. Okay, tuende tukagawa mara 3, tutaiachilia ile nywele yetu ya 3 alafu tutaenda kuiongezea hivi. Tutaisuka nywele yetu hivi. Sawa? Alafu nitakwenda kuongezea nywele hii hapa. Mbona nilichukua hii hapa? Alafu nitakwenda kusuka mara ya kwanza, mara ya pili, nitaongezea tena nywele yangu. Hii hapa. Mara ya kwanza, mara ya pili, tutaongezea tena nywele. Sawa, mara ya kwanza, mara ya pili, tutaongezea nywele ya mteja wetu. Hii unaongeza hapa, unasuka mara ya kwanza hii, mara ya pili hii, alafu ya 3 hii tunaenda kuongeza nywele hii hapa. Umeona nilivyoishika na vidole vyangu hivi viwili mkono wa kushoto. Yeah.
Okay. Nadhani kupitia hii video mtaona hakuna ugumu aina yoyote. Hakuna ugumu, ni kufanya mazoezi. Yaani kama unapenda urembo, basi jitahidi uwe ni mtu wa kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Lakini kuna wale ambao wananiuliza, hivi madam, mimi kama sijui kabisa naweza nikajiunga na chuo chetu? Yaani kwa wale ambao hamjui kabisa, nyinyi ndio lulu kwetu. Sawa? Utakuja, tutakufundisha vizuri na utaondoka unajua. Utakuwa balozi mzuri kwetu na hautojutia kujiunga na chuo chetu. Chagua chuo chetu Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora zaidi. Naomba nikwambie kwamba tuna walimu wazuri sana. Tunaelewa? Tuna walimu wazuri wanaofundisha vizuri, wanaoielewa kazi yao. Kwa hiyo kama utakuwa una swali na chochote, basi usisite uniandikie hasa kwenye upande wa comment hapo chini, au kwa huduma ya haraka zaidi tupigie kupitia namba ambazo unaziona kwenye screen yako. Mimi nitaenda kumalizia nywele yangu, baada hapo nitaenda kuonyesha ile final touch kwa na kushauri. Wakati mwingine mteja anaweza akaja ukamsuka nywele ya mikono tu vizuri na akaondoka akiwa amependeza sana. Sio kila siku tutasuka rasta, ndio maana mara nyingi nawasisitiza tusuke mibinjuo, tusuke stitch, tusuke mistari ya kawaida ili tu kuiboresha kazi yetu. Sawa, isije kama mistari usema amekokwa mistari mimi naboronga, hapa. Umeona dada alivyopendeza, very smart. Yaani sijui nikwambieje, kapendeza sana. Kwa wale ambao ni wateja pia, karibuni sana, tunasuka nywele aina zote. Namba ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Mimi niseme asante, lakini kukumbushe tu usiondoke bila kugusa button iliyoandikwa subscribe hapo chini. Hii itakufanya uwe wa kwanza kuendelea kuyafurahia mafundisho yetu. Asante na kwaherini.